Habari, kwa hivyo hii jamii inarekodiwa na Catholic Charities za Milwaukee. Kwa hivyo ningependa kukufahamisha kwamba familia nyingi nchini Marekani hutegemea SNAP peke yake, ambayo inaitwa Food Share katika sehemu ya Wisconsin. Programu hii husaidia familia kununua mboga kila mwezi. Hata hivyo, wakati mwingine familia hupoteza SNAP yao kutokana na mabadiliko ya sheria za programu, kwa maana mapato ya familia yanaongezeka. Wakati mwingine sivyo, mafao yao yanaweza kuchelewa kutokana na matatizo ya ufadhili wa serikali. Familia nyingi hujitahidi kununua chakula wakati wa mafao yao ya SNAP yanapobadilika. Leo nitashiriki nawe jinsi ya kutumia magala ya chakula na nitakuwa na taarifa kuhusu vyakula vya halali. Kielelezo cha SNAP kinamaanisha programu ya usaidizi wa lishe ya ziada huko Wisconsin. Programu hii inaitwa Food Share, kwa hivyo inasaidia familia zenye kipato kidogo. Kwa hivyo kile ambacho mafao yao yanaweza kuchelewa kutokana na matatizo ya ufadhili wa serikali. Familia nyingi hujitahidi kununua chakula wakati mafao yao ya SNAP yanapobadilika. Leo nitaweza kushiriki nawe jinsi ya kutumia magala ya chakula na nitakuwa na taarifa kuhusu vyakula. Kwa hivyo kwa kaya nyingi mpango huu ni muhimu, na kama ni msaada, programu hii ni chanzo muhimu cha kusaidia mahitaji yao ya kila siku ya chakula. Mabanda ya chakula ni maeneo ya jumuiya ambapo watu wanaweza kupokea vyakula vya bure ikiwa hawawezi kumudu chakula. Mashirika haya hupata chakula kutoka kwa michango, kutoka kwa benki za chakula, maduka ya mboga na programu za jumuiya. Familia zinapotembelea magala ya chakula zinaweza kupokea vitu kama vile chakula kisichoweza kile kama vile wali, pasta, matunda na kisha mboga, na wakati mwingine wanaweza kupata bidhaa za maziwa. Unapoenda kuchukua chakula kutoka kwenye magala ya chakula, wanaweza kukuuliza taarifa za msingi kama vile kitambulisho chako, udhibitisho wa anwani, na pia wanaweza kukuuliza ni watu wangapi wanaoishi katika kaya yako. Daima ni wazo zuri kuchukua masanduku yako na mifuko yako mwenyewe, kwani maduka ya vyakula hayapeani. Ni vyema kuangalia siku na saa za huduma za magala hayo ama vibanda vya chakula kabla ya kwenda, kwa sababu wakati mwingine ratiba zinaweza kubadilika. Baadhi ya vibanda vya chakula huhudumia idadi ndogo ya familia kila siku, kwa hivyo ni vyema kwenda mapema. Baadhi ya maeneo yanaweza kuruhusu familia kupokea chakula mara moja tu kwa wiki ama mara moja kwa mwezi, na baadhi ya mabanda mazuri ya kuhifadhia chakula huwahudumia watu wote, na wengine huwahudumia tu watu ambao wanaishi katika msimbo hiyo ya posta peke yake. Kuna magala mengi ya chakula yaliyoko kote katika eneo la Milwaukee ambayo yanahudumia vitongoji tofauti na misimbo ya posta. Hii inajumuisha nchi zinazoendeleshwa na mashirika ya jumuiya, makanisa na programu za ndani. Ikiwa gala la kuhifadhia chakula lipo katika eneo lako, maeneo mengi bado yanaweza kutoa msaada. Ukihitaji usaidizi wa kupata shehena ya chakula nyumbani kwako, unaweza kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi kwa 211. Hii ni huduma ya bure inayowaunganisha watu wa rasilimali za ndani kama vile magala ya chakula, usaidizi wa nyumbani na huduma zingine za usaidizi nchini Marekani. Kwa hivyo kile ambacho utahitaji kufanya, na kisha pia wataweza kutoa taarifa kuhusu magala ya chakula yaliyo karibu na saa zao za kufanya kazi pia. Baadhi ya familia hupendelea kula vyakula vya halal kwa sababu za kidini. Unapopokea chakula kutoka kwenye gala za chakula, unaweza kuangalia kifurushi hicho kwa alama ya uidhinishaji wa halal. Kwa hivyo unaweza pia kuwauliza wafanyakazi wa eneo hilo la chakula ama watu wanaojitolea ikiwa chakula ni halali ama ikiwa kuna chaguzi za halali zinazopatikana. Ikiwa lebo haisemi salamu, angalia lebo na epuka vyakula vyenye nyama ya nguruwe ama bidhaa za nguruwe. Vyakula vingi vinavyotolewa kwenye gala la chakula kwa kawaida ni halali, kama vile wali, maharagwe makavu, pasta, matunda, mboga, unga, maziwa na mayai. Ukipokea nyama ama una uhakika kuhusu bidhaa yoyote, daima ni sawa kuomba msaada ama kuchagua vyakula unavyojisikia vizuri navyo. Asante sana kwa kusikiliza. Tafadhali jitunze.